wana kaupe ngoma ni kamela jachiro oyo wen takwalulu ikungeni ashingela kumane ni. Kuna mdau mmoja alikuwa anaulizia kuhusu masuala ya faini. Kuna swala la faini, anapiga faini na vitu kama hivyo. Sawa, kwa mujibu wa sheria ya wanyama pori sura namba 283 iliyofanyiwa marejeo 2023 inatamka kwamba kiwango cha faini inaweza kawa 100,000 mpaka 500,000 au mwaka mmoja au mpaka miaka 5 au vyote viwili. Kwa hiyo ukikutwa na hatia kuingiza mifugo hifadhini basi kuna adhabu hiyo. Ile ibara ya 21(2). Lakini pia kuna ile mifugo ambayo kuna wakati mwingine inaweza kana toka nje ya nchi, kuna maeneo yale mpakani. Sasa hii pia nayo ina adhabu yake kulingana na ibara hii ya 18(5) inasema mifugo yote ambayo itakamatwa ambayo ilikuwa ni ya nje ya nchi, kwa hiyo adhabu yake kwa maana ya faini yake itakuwa ni si chini ya thamani ya mfugo iliyohusika katika kosa. Na mtumia anaweza kuhukumiwa miaka 3 mpaka 5 jela. Kwa hiyo ile thamani ya mifugo ile iliyohusika katika kosa ndio itakuwa kiwango cha faini. Lakini pia katika sheria ile ya hifadhi za taifa Tanzania sura namba 282 nayo pia inatoa faini ni kiasi gani kulingana na kosa la uingizaji wa mifugo katika hifadhi za taifa. Kuna ile ibara ya 31(1). Hii inampa mamlaka pia afisa ambaye anashiriki katika hiyo doria au kamataji kutoza faini ya papo kwa papo, inaitwa compound offense. Faini ya papo kwa papo hii kiasi chake kitazidi 100,000 kwa mujibu wa ibara ya 31. Lakini hii inatokea baada ya mhusika kukiri kosa. Mwingine anaweza sikiri kosa na akataka kesi shauri lipelekwe likafunguliwa mahakamani kwa ajili ya hatua zingine za kisheria kupitia chombo hicho cha kutafsiri sheria. Lakini kuna kanuni pia ya hii sheria ya hifadhi za taifa iliyofanyiwa marejeo 2003 inayojulikana kama ilifanywa marejeo kwa mujibu wa gazeti ya serikali namba 4. Inasema faini kutokana na kosa hilo itakuwa ni kiasi kinaweza kufika kiasi cha 200,000. Na malipo yote haya kama ni mfugaji amekamatwa na imepelekwa labda kituoni au bado iko katika eneo la hifadhi huko hifadhini, basi anapokiri kosa na akawa amekamilisha taratibu zote zile, basi anapewa control number kwa ajili ya kwenda kufanya malipo. Hii control number ni control number ya serikali. Kwa hiyo malipo yote yanaenda kwenda hazina. Kwa hiyo TANAPA kama TANAPA au game reserve kama game reserve, wao hawapokei zile fedha. Kwa hiyo hakuna kulipa keshi, hakuna kulipa kwa simu kupitia namba ya mtu binafsi au akaunti ya mtu binafsi. Zaidi malipo yote yanafanyika kwa control number pale ambapo unatumika utaratibu wa compound offense. Huo ni upande mmoja wa adhabu. Lakini kuna mwingine amesema hapo TANAPA wanapigisha tu watu mnada. Hata kama mtu anaweza kulipa faini. Kwa hiyo inategemea na kosa na uamuzi. Lakini kuhusu swala la mnada, kwanza TANAPA haihusiki na kupiga mnada. Cha kwanza, na hakuna taasisi inahusika na kupiga mnada. Taasisi zote ambazo zinahusika na Wizara ya Maliasili na Utalii upande wa maeneo ya hifadhi hazina mamlaka ya kupiga mnada. Wao kinachofanyika ni kwamba kama mifugo imekamatwa, mhusika hajaonekana au ameshindwa kulipia ile faini, basi wao wanapeleka kufungua shauri mahakamani. Mahakama sasa yenyewe ndio inatoa kibali cha kutaifishwa. Kwa hiyo mnada unakuja baada ya kibali cha utaifishaji. Zile mali kuwa mali za serikali, ndio mnada sasa unafanyika, ambao kimsingi sasa kuna taasisi nyingi zinahusika katika zoezi zima la mnada. Kwa hiyo kama TANAPA au game reserve kama game reserve, wao hawana mamlaka hayo ya kufanya mnada, kwamba ng'ombe zimeshikwa tutazipige mnada. Hawana mamlaka hayo kisheria. Kwa hiyo taratibu ni kwamba wao wanaenda kufungua shauri mahakamani, na mahakama sasa ndio itatoa majibu ya lile shauri lao, kwamba hao
mifugo hii imekosa mwenyewe, kwa hiyo itaifishwe, au kulingana na kosa na mtu mwenyewe, na yani maamuzi ya mahakama yanaweza yakaenda pande zote, kwamba kupiga faini, kumfunga mhusika au kutaifisha hiyo mali. Afu swala la mnada sasa ni matokeo ya. Kuna mdau mwingine alikuwa anaulizia kuhusu kutengwa kwa eneo ndani ya maeneo ya hifadhi, kwamba TANAPA sasa waangalie kutenga eneo kwa ajili ya malisho. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba haya maeneo yote ya hifadhi yanasimamiwa kwa mujibu wa sheria, na makatazo yote yaliyo kwenye sheria ndio ambayo yanasimamiwa na hao watumishi. Kwa hiyo TANAPA kama TANAPA kwanza hawana mamlaka ya mega kipande chochote kwa ajili ya matumizi tofauti na yaliyoainishwa kwenye sheria ile sura namba 282. Kwa hiyo wao pale katika haya maeneo ambayo tunayaona sisi, wao wamekasimishwa majukumu ya kulinda rasilimali zilizoko kule zisiharibiwe kwa namna yoyote ile. Kwa kama unataka kuchimba madini uruhusiwi kule, kwa hiyo wao wanasimamia. Ukiingia wanakushika na kupeleka katika vyombo vya kisheria na unaenda kuhukumiwa kule kama utakutwa na hatia. Kwa hiyo wao ni wasimamizi, ni wasimamizi na hawana mamlaka ya kutenga kieneo hichi labda kiwe cha marisho au kieneo hichi kiwe cha kulima, kwa sababu hata mazingira yao, hata maeneo yale ya hifadhi ni maeneo ambayo ni ya hadhi ya juu, ambayo shughuli za kibinadamu haziruhusiwi, si ufugaji, malisho, kilimo, vyote haviruhusiwi, na ndio maana wanadhibiti shughuli hizo kufanyika kule ndani. Na kwa nini wanadhibiti? Ni kwa sababu tu kuna athari za kiikolojia. Mifugo ikiingia kule kama nilivyosema awali kwamba inaweza ikatarisha, pia inaweka wale wanyama walioko ndani ya hifadhi katika hatari ya kuambukizwa magonjwa, lakini pia inaweka hatari kwa wanyama wale kupata uoto tofauti na ule wa asili ambao uko kule, kwa sababu mifugo wakienda kule wataacha kinyesi, mwisho wa siku wanakuwa ni chanzo cha kuotesha mimea mingine vamizi. Lakini pia inaenda kuharibu ekolojia, kwa sababu inaenda kuharibu hata vyanzo vya maji kupitia wanyama. Lakini yote kwa yote inachochea pia hata migongano kati ya binadamu na, kwa hiyo ndio maana wanakataza kwa sababu ya haya yote. Na tunaamini kabisa uoto wa asili ukiharibika kule, basi unaenda kuathiri ekolojia nzima ya kule. Kwa hiyo wanyama, ndege, wadudu wote wataathirika, na mwisho wa siku hivi vyote ndio tunavichukua sisi kama vivutio ili vituingizie fedha za kigeni. Kwa hiyo vikishaathirika hivi, hata wageni hawana sababu pia ya kufanyaje, ya kuja hifadhini, kwa sababu hakuna vivutio. Na kwa hakuna vivutio, wageni hawaji. Wageni wasipokuja, fedha za kigeni hazipo. Kwa hiyo kuna miradi mingine ya kimaendeleo ambayo ilipaswa itekelezwe inashindikana. Kwa hiyo kuna mdau mmoja aliwasilisha hoja yake ya vijana kupigwa, wale wachungi ambao wanaingia katika maeneo ya hifadhi. Niseme tu kwamba hakuna wananchi yeyote, bila kujali ana hudumu wapi, yuko juu ya sheria. Kwa hiyo wote tuko chini ya sheria na tunawajibika kufuata na kuheshimu misingi ya haki za binadamu, lakini pia na haki za raia wote. Kwa hiyo niseme tu hata hao watumishi wa hifadhi wa maeneo ya hifadhi, hao pia wanaongozwa pia na zile amri kuu ambazo zilitoka mwaka 2021 katika gazeti la serikali GN namba 590. Kuna ile kanuni ya 8 inatamka kwamba lazima wale kiapo cha kutii, kulinda, lakini pia hata kuheshimu haki za watu. Kwa hiyo inapotokea swala kama hilo na una udhibitisho, una ushahidi, ni vizuri kwenda kuripoti katika mamlaka ambazo zinahusika na kusikiliza au kufungua mashauri haya, ili wao sasa wachukue hatua za kupelelezi, na mwisho wa siku kibainika na kudhibitika, basi hao wanachukuliwa sheria. Lakini niseme tu kwamba watumishi wote wa haya maeneo ya hifadhi wanakula kiapo, lakini pia wana misingi ya kuwajibishana, lakini pia wana misingi ya kufuata, ili kila ambaye anakiuka basi pia anachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu pia wanapaswa kuheshimu kila ambacho wamekula kiapo. Kwa hiyo ikitokea kama hali kama hiyo, umeshuhudia, una ushahidi, basi unakwenda polisi, unafungua jalada pale, taratibu mwingine wa kisheria unaendelea, ili ikidhibitika basi hatua kali zichukuliwe. Lakini tu niseme tu ni kwamba kuna mazingira wakati mwingine hao wachungi ambao tunawatuma wanaamua kutumia mbinu hiyo kama kujitetea, tuionekane pia kuweka taharuki, kuonyesha kwamba labda wanaonewa, kuonyesha kwamba
fanyiwa hivi na hivi. Nasema kwa upande mwingine, sisemi kwamba inawezekana wanapigwa au wapigwe kwa sababu sina udhibitisho, lakini nasema kuna mazingira yanatokea kama hayo, ili kwa kufanya tu juhudi za hawa askari au watumishi ambao wanapambana na hii changamoto, wakatisha tamaa na kuwabebesha mzigo wa lawama ili waonekane hawafanyi kazi kwa weledi. Lakini wengi wao wanafanya kazi kwa weledi chini ya kiapo ambacho wamekula. Lakini hatukatai kwamba hawa sio binadamu. Hawa ni binadamu, wana udhaifu, na kila mmoja anakuwa na haiba yake. Kuna wakati yawezekana baadhi wanakengeuka na wanafanya vitendo kama hivi. Kwa hiyo ushauri wangu tu ni kwamba hatua za kisheria tufuate, tuchukue, twende kule kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kuona namna gani sheria inaweza kuchukua. Na sasa tumeongea mengi sana kuhusu masuala ya mifugo. Naamini sasa hapo wafugaji na wengine tutakuwa tumekaa sawa. Tuheshimu mipaka, lakini pia tuheshimu sheria zilizopo, lakini tuone kabisa maeneo ya hifadhi tuna wajibu sisi wa kulinda zile maliasili kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe, lakini sio sisi tu, lakini pia hata vizazi vijavyo. Maliasili, maeneo yale ya hifadhi yakiwa vizuri, yakiwa salama, yanachochea utalii. Utalii ukiongezeka, tunaamini kwamba pia mapato yanaongezeka, fedha za kigeni zinaongezeka, lakini pia utekelezaji sasa wa shughuli na miradi mingine ya maendeleo itaendelea kutekelezwa, na mambo mengine kama hayo. Serikali pia imeendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba changamoto hii inaendelea kudhibitiwa ili isiathiri kwa kiasi kikubwa maeneo haya ya uhifadhi. Endelea kuratibu utekelezaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi katika maeneo ambayo hayana matumizi bora ya ardhi, ili kuhakikisha kwamba maeneo ya malisho basi yanakuwepo na hawa wafugaji wanakuwa huru kwenda kule. Lakini pia imeendelea kuboresha ranchi zilizopo, zinaendelea kuboreshwa kwa ajili ya kusaidia tu hawa wafugaji. Lakini imeendelea kuwahimiza wafugaji, kuna semina, kuna mafunzo kwa ajili ya wafugaji kuona namna ya kutoka sasa katika ufugaji wa mazoea na kwenda kwenye ufugaji wa kisasa wenye tija zaidi, kwamba wanafuga kiasi kidogo, matokeo makubwa. Tofauti na sasa hivi tunafuga ng'ombe wengi, malisho machache, na mwisho wa siku tukiingiza hifadhini, faini, mnada tunavyosema, inaturudisha nyuma na tunapata umaskini, na mwisho wa siku tunajenga chuki ya wale wanaosimamia sheria na sisi tunaovunja sheria, tukidhani tu kwamba wanatuonea, kumbe sisi wenyewe ndio tunavunja sheria. Lakini pia imeendelea kwa ajili wataalamu wa mifugo katika maeneo tofauti, kwa maana ya kwa level ya kata. Hao wanatusaidia sasa pia kutushauri, lakini wanatusaidia pia masuala ya tiba, lakini pia wanatusaidia masuala ya ufugaji wa kisasa. Lakini pia maeneo ya hifadhi pia yameendelea kutoa elimu ya uhifadhi na kuheshimu mipaka na sheria ya mambo ya uhifadhi. Kwa hiyo hizi ni jitihada ambazo serikali imeendelea kuchukua ili kuhakikisha kwamba inatoa tahadhari kwa wafugaji kuvunja sheria na kupatwa sasa na matokeo hayo ya tafsiri za sheria kwa maana ya adhabu na vinginevyo. Lakini pia imeendelea kuwapa elimu na uelewa wa namna ambavyo wanaweza kubadilika kutoka kwenye ufugaji ule wa mazoea wa kizamani na kwenda sasa kwenye ufugaji wa kisasa kulingana na mazingira tulionayo: ardhi ndogo, watu wengi, matumizi makubwa, mahitaji ya kutosha. Kwa hiyo hatuna namna, lazima tukimbie kadiri ambavyo dunia inakwenda. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kupunguza mifugo, kutafuta hata njia mbadala ya uwekezaji. Masoko ya hisa, sijui kufanyaje, tunakimbilie kule kwa ajili ya kukwepa hizi changamoto, hizi kuingiliana, kurudishana nyuma, kwa sababu tu ya kukiuka. Hiyo leo tumefikia mwisho 5 zetu za moto kuhusu mifugo. Nadhani tutakuwa tumezipata vizuri, kwa vile ambavyo tumeshindwa kuvielezea au ulitamani kuvisikia lakini hujavisikia, basi uye radhi tu. Lakini kimsingi naamini vile vya msingi kabisa tumevipata, na yawezekana vinaweza vikatubadilisha hata mitazamo, kwa hasa sisi wafugaji, tukaona namna bora sasa ya kuenenda sawasawa na ulimwengu nako unavyotaka. Hii ni Uhifadhi Online TV na mimi ni mhifadhi jamii Albinus Kafyome. Karibu tena.